Kwani ndio ulibeba hiyo mimba? Maana umeishadadia sana. Kwa hiyo nataka nikienda kliniki nashika tarumbeta mama napiga. Jamani, majirani! Leo mimi naenda kliniki. Ndio unavyotaka. Mimi nimekuuliza tu, sio kwa ubaya. Maana nataka kujua ni mimba yako ya kwanza. Ni kwa ajili ya usalama wako. Beba. Ndio ili tujue sasa. Mwenzetu wewe unaenda kliniki, unarudi kama ni rahisi kwenda kupanga foleni huko. Au nikakuletea kadi yangu unatembea nayo. Unanihesabia leo siku ya kwenda kliniki. Priska! Kliniki. Hamna shida, nataka tu kujua. Ndejua. Mbona umeleta sehemu kama hiyo? Jamani, kwani hujapapenda? Mbona pazuri tu pametulia. Ni pazuri sawa, lakini barabarani sana. Sipendelagi sana kusimama barabarani. Yeah. Anyway, hamna shida. Chana hilo. Vipi tunafanyaje sasa? Mimi nilikuwa nashindwa kubaliana na wewe kwa sababu ya Happy. Happy si unajua ni rafiki yangu. Hivi unafikiri ningekukubalia wewe alafu upo na Happy ingekuwaje? Lakini kwa ajili ya Happy hayupo, usijali. Tegemea maji mazuri. Basi hamna neno. Mimi nimefurahi na napenda sana kuona unakuwa ni mtu ambaye mwenye kuficha hii siri yetu. Sitaki mambo yani watu waweze kujua nini kati yetu mimi na wewe. Si ndio? Labda useme wewe. Hamna neno. Ila kwambie kitu. Mwenzio na shida ya pesa. Shida ya pesa? Mamangu anaumwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba pesa kidogo ili inisaidie kidogo matumizi ya pale nyumbani wakati tunamguza mama. Okay. Basi nitakupigia simu jioni nikitoka ofisini nitakucheki. Basi sawa. Au sio? Nitashukuru. Kuwa na amani basi. Poa baadaye. Haya poa. Haya. Unajua umeniita hapa, lakini jamani nimemwacha nyumbani. Nimemkimbia. Nisikilize basi. Mimi nimekuita kwa mimi nina changamoto. Ndio maana nimekuita hapa. So nimekuita hapa bure bure. Na hamna nataka kuona hii sehemu. Na changamoto gani tena? Sasa sikia, mimi nina shida na 100,000. Naomba unisaidie. Umeanza. Yaani wewe ukiwa na shida ndio unanitafuta. Ila mimi nikikuhitaji unajifanya uko busy, si ndio? Sasa mama wangu nikwambie kitu. Mimi nikiwa shida nimwambie. Na kati ndo mpenzi wangu. Nataka nikaibe. Kama unataka kunalinga na vile vyako acha usinisaidie kabisa tuingie mmoja. Hivi unahisi mimi natembea na pesa, si ndio? Kwa jinsi ulivyonikurupusha hivi. Yasiwe mambo mengi. Ngoja nikifika nitakutumia. Ndo maneno sasa. Sio unasema sio nini na nini, sio nani atakuona. Haya, bye. Dunia imeumbwa na mengi, mimi nawe love to spend. Usijeniacha mwenyewe, moyo utakufa siwezi. Mama mtu. Mambo poa vipi? Yaani hakuna kitu napenda kwenye maisha kama nikikuona. Kama kuna mtu kwenye dunia hii napenda nimuone kwenye maisha yangu, basi ni wewe. Yaani na enjoy nikikuona kwa sababu every time uko very smart. Yaani mpaka najisi fahari kuwa na wewe yani. Wewe kazi tu kunisifia mimi, lakini ukiwa na mkeo sasa unajua sasa ndo mke wangu Nikisema naweza kusifia mbele yake jamani, mimi si tutajulikana afu nafiki yako unajua kabisa. Bwana nipishe nenda kwenye vikoba. Sasa sija kwenye vikoba unaenda, lakini sasa hivi unaniachaje mama? Wewe fanya chochote kitu basi hapo tuishi. Wewe kazi tu kuomba. Mama mtu. Mama mtu. Nyinyi mnatoa wapi zile mnafanyaje? Mnafanyaje? Sikia sasa mama, hivi kweli mimi 30 hata kama ndo unanipa njiani. Hii nikienda kunyoa nikishakula nini nabaki hapa sasa? Hebu ngeza 10,000 basi.
Ndio mimi sina haya kuomba, lakini sio ndio. Wewe bwana, haya chukua. Ila afya na kanae basi na weusi wake ule. Ni vile tu sina namna. Nakupenda Tembea vizuri shape hiyo asijaka namna gani fulani. Karibu. Asante za saizi. Salama. Samahani dada, alikuwa anamuulizia Priska. Priska alitoka asubuhi. Sijajua ameenda. Maana bana nampigia simpati muda mrefu. Sawa, basi mimi natoka, akija naomba muambie kwamba nimekuja. Unaweza ukamsubiri tu. Uenda akawahi kurudi. Nilikuwa na wahi, yaani nilikuwa na shida na yeye tu. Akija tu naomba muambie nini. Sawa. Haya, asante. Samahani. Naomba nikuulize kitu. Hivi unajua kuhusu nyumba ya Priska? Naelewa. Vipi kuhusu kliniki? Ameshaanza? Kliniki? Mimi sifahamu chochote kuhusu kliniki. Ni wewe ungemuuliza yeye mwenyewe. Sawa, nitamuuliza. Haya, asante dada. Karibu. Haya, shukrani. Dunia imeumbwa na mengi, mimi nawe love to spend. Usijeniacha mwenyewe, moyo utakufa siwezi. Nakupenda wewe, nakutaka wewe, usiniache mwenyewe siwezi. Nakupenda wewe, nakutaka wewe, mimi peke. Unarudi saizi? Kulikuwepo na foleni njiani. Kwa nini hujanipigia simu? Simu ilizima. Naye manungato anaonukia mwetu wapi? Moyo naumia, nashindwa vumilia. Unaumiza kidogo, wachukia. Sura wabadilisha, unageuka chita. Makucha na parua, waniacha naumia. Upweke, mwiba ndani anasiro haijatulia. Kipi naweza fanya? Msubi. Nilitoka kuongea na Priska kuhusu swala la ujauzito. Kwenda kliniki. Lakini hajanijibu vizuri. What clinic inakuhusu nini? Nilikuwa nataka nijue, mmeshaanza kwenda kliniki? Sikiza nikwambie. Unajua muda mwingine sipende kujipa majukumu ambayo yakuhusu. Masuala ya kliniki ni ya Priska na mimi. Kama una uzoefu basi kwa nini ungekuwa na watoto watano ili tupate experience kutoka kwako? Umekazana kliniki hata mtoto mwenyewe una. Samahani. Sasa samahani inasaidia nini? Asubuhi tu kukerana tu. Moyo naumia, nashindwa vumilia. Unaumiza kidogo, wachukia. Sura wabadilisha, unageuka chita. Makucha na parua, waniacha naumia. Upweke, mwiba ndani anasiro haijatulia. Unataka kuanza kujisaulisha, si ndio? Sasa nisikilize. Kauli yangu ni amri. Force mazingira yote kadri inavyowezekana, yani tuonane. Bwana Mlama. Ndio. Unajua Waswahili wanasema ukubwa wa poa sio wingi wa makamasi.
na kiumri bwana yangu mimi na wewe nimekuacha mbali sana, tena sana. Lakini checho kwa shemeji yako isiwe kofia ya kushindwa kunishauri ama kuhitaji ushauri kutoka kwako. Unajua dada yako sasa hivi amebadilika sana, tena sana, na ulipofika wewe pia ndio kabadilika zaidi. Naomba ongea naye. Katika mazingira yangu yote ya ukuaji nijifunza kitu kimoja hivi. Ili mtu apate msaada anatakiwa kusema ni kipi haswa au ni chanzo gani kikubwa cha tatizo lake. Sasa kama kidogo inaweza kuwa ni ngumu kwanza kumfuata, bado naanza kumuuliza chanzo ni nini wakati wewe ndio umeniletea hiyo kesi. Sioni kama ni mswala. Unajua mapenzi. Yeah. Mambo yako nayatambua. Yeah. Basi tambua hivyo. Ndoa yangu haina amani. Neli kipofu aliyezaliwa kuliko mtu akupofua akiwa mzima au ujipofua mwenyewe. Maumivu yake ni makali zaidi, maana unaenda kuanzisha maisha mapya. Naomba ongea naye. Mbona hivyo dad? Sio mpumbavu huko ndani huko. Kafanya nini tena? Nataka kwenda ndani kuja kuelezea masuala ya kliniki. Kliniki. Ya kliniki inamhusu nini sasa? Hata mwenyewe amekuja hapa sasa hivi kaniuliza, yani ananikera, ananikereketa, ananifurukuta jamani. Hapana, kwa kweli. Sijui ukoje. Sasa bibi naone kama ni raha. Ina bamisha na alibia modi. Yaani kwa nani sijui hata niseme nini yani. Sasa sikia mimi. Asia kasababisha hata mtoto atoke huko. Mimi hata nitoke mara moja, nataka nimpelekee Moka mzigo wake. Sawa, sio kurudi. Poa. Halo mama. Naendelea vizuri. Mambo yanaendelea vizuri kabisa, lakini sasa huyu bwana ni salama kabisa, lakini shida ipo kwa huyu ndugu yangu huyu. Ndo analetea shida. Yaani sasa hivi yeye sasa lile swala la kliniki ndo amelivalia njuga. Kila sana alizungumzia. Yaani kuna muda natamani hata ile siku ile ningemuondoa. Wewe kabisa. Lakini sijui nilifeli wapi. Sasa sijajua utanisaidiaje. Moyo naumia nashindwa
unavumilia, unaumiza kidogo wachukia, sura wabadilisha unageuka chita, makocha na parua waniacha naumia. Upweke mwiba ndani ya nafsi roho haijatulia, kipi naweza